Karibu Tuzo Online. Selemani, karibu sana. Wanahabari na ambao wanatutazama hivi sasa wanatamani kusikia kutoka kwako namna ambavyo kikosi cha Simba kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Cha kwanza tunaanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Tupo salama kabisa, na kitu kizuri kwamba wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa. Maandalizi yamekwenda vizuri baada ya kuwa ligi imesimama, lakini baada ya kupata taarifa kwamba ligi inatakiwa endelee haraka sana, tuliweza kuanza maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya JKT. Najua haitakuwa mechi rahisi, hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. JKT ni timu ambayo huwa inatupa game ngumu sana, hasa tunapokutana nao na tunapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Huwa mechi ni ngumu sana, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wao, ubora wao wa kikosi na uzuri wao, tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ni mechi muhimu kwetu sisi. Tuhakikishe tunapata alama 3, japokuwa zitakuwa sio rahisi, lakini inshallah kwa uwezo wa Allah tutaondoka na alama 3 kwenye mchezo wa kesho. Kiufundi, kwa sababu tayari ligi imekwisha anza na ilisimama ghafla tu baada ya mechi za mwisho juu. Kwa hiyo athari ambayo tutakuwa tumepata sisi ni athari ambayo imemkuta mtu yoyote. Kwa hiyo mimi nafikiri haitaathiri sana kiufundi wala kitu chochote. Mimi nafikiri tuko tayari na tuko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa. Lengo ni kupata matokeo na kuhakikisha tunafunga na tusifungwe. Kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari kubwa sana kuhakikisha tupate magoli, lakini tusiweze kuruhusu magoli. Kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari na kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kama nilivyokuambia awali, JKT sio timu rahisi, ni timu ngumu, ina wachezaji wengi wazoefu, na kufikiri ni miongoni mwa timu ngumu kwenye ligi. Siku zote kama nilivyokuambia awali, JKT ni watu ambao wanatupa game ngumu sana tunapokutana nao. Kwa hiyo nafikiri ni mechi nyingine ambayo tunakutana nao kesho. Lengo letu sisi ni kuweza kupata magoli zaidi ya 1 kama wanavyosema. Kwa hiyo mimi nafikiri inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa kwenye mchezo wa kesho. Tutamkosa goalkeeper Kamara, lakini wachezaji wote, na ndicho kitu ambacho kinatupa jeuri na kinatupa matumaini makubwa sana kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kizuri kwetu sisi, wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa na wote wako kambini na kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Sawa mwalimu, mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Si kama wachezaji kwanza tumejiandaa vizuri. Tumesikiliza maelekezo ya mwalimu, kitu ambacho atataka kwenye mchezo wa kesho. Tunajua mechi itakuwa rahisi, JKT ni timu nzuri, lakini tutahakikisha tunapambana ili tupate matokeo ya pointi 3. Sawa. Kikubwa ni kupambana na kujituma kesho. Kama nikipata nafasi, napambana nikishe timu yangu hairuhusu goli na tupate clean sheet kwa pamoja kama timu na idara yetu ya ulinzi. Kama nilivyosema, cha kwanza lazima tufuate maelekezo ya mwalimu. Cha pili, na furaha kwenda kucheza katika ardhi yangu ambayo nilicheza kabla, lakini yote ni kuipambania timu yangu ya Simba kesho tupate pointi 3. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya mwalimu ili turahisishie kazi kesho. Pressure, sioni kama kuna pressure kubwa. Kikubwa tu ni kupambana tu. Maana sasa hivi nipo Simba, kwa hiyo nitakuwa nipambanie Simba. Mimi kama mchezaji mkubwa ambaye labda nilikuwa mdogo, nimecheza hizo mechi wakati nikiwa mdogo mpaka nimekuwa mkubwa nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na wakafanya vizuri, basi inakuwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hamasa ipo kubwa kwa vijana ambao wanachipukia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu, kwa sababu ni mchezo ambao unakuja kuangaliwa na Watanzania wengi. Kwa hiyo kama unapata nafasi kama hiyo kuja kuangaliwa na watu wengi, kwamba lazima uoneshe zaidi kipaji chako ili mradi uweze kupata nafasi sehemu zingine. Kwa hiyo kama mimi na kina Saidi na watu wote ambao kina Kichuya wako pale, tunawapa moyo sana wadogo zetu na tunawaambia wasiwe na wasiwasi. Hii ni game kama game nyingine, wasije wakaingia hofu labda wakaja kuona mashabiki wengi, labda kuna hiki na hiki. Hakuna, mpira unachezwa uwanjani mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwamba tumewaandaa vizuri vijana na imani watafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa. Sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mpaka mazoezi ya mwisho leo kwa ujumla sote tuko salama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda,
tulale salama, tuamke salama ili tukaukabili huo mchezo. Sawa, kwanza tuwapongeze vijana au tujipongeze sisi vijana na benchi la ufundi, kwa sababu tunapoingia uwanjani tunaambizana na tunaongea mpira ni dakika 90. Yaani sio dakika 90 tu, mpira mpaka ile filimbi ya mwisho kwamba mwamuzi akishapiga pepe mpira ndio umeisha. Kwa hiyo haijalishi tupo kwenye hali gani, tuna matokeo gani, kwamba sisi kama wachezaji inabidi tupambane kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na kizuri iko kitu kimeingia kwa wachezaji wote ambao wapo JKT. Na ndio maana unaona kinachotokea kwamba anaoanza ana upambanaji wake, anaokuja kutoka benchi kwenda naye ana upambanaji wake. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kipo kimejengeka, kila mchezaji anacho, ndio ambacho kinatusaidia sisi kuweza kusawazisha katika dakika labda za mwisho au kucheza game kwa intensity kubwa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kipo katika wachezaji wetu. Ilonga, nikushukuru sana. Asante. Natakia kila la heri kwa mchezo kesho. Kwanza, kitu cha kwanza tuna respect Simba kwa sasa Tanzania. Nafikiri kwa misimu karibu 6 mpaka 7 ni good team Afrika, na kwetu wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season. Wana new coach now, nafikiri kuna new approach, new plan ambao wana work out now. Tumejaribu kuona kuna mechi 2 ambazo wamecheza za kimataifa, so homework kwetu na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye la season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye this season, na wana mwalimu mpya ambao I think ana philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession anaweza kuitengeneza timu yake. So tuna angalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kukutana na timu ya aina hiyo. So we need kuwa solid, we need kuwa compact na organization kwa maana ya 1 minute mpaka dakika ya mwisho. Sawa. Katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku, na tayari hapa mwalimu mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania Ahmad Ali yupo nasi kuzungumza namna ambavyo kikosi cha JKT Tanzania kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Mwalimu, karibu sana, kuzungumza na wanahabari, waeleze maandalizi kiujumla kuelekea mchezo wa kesho. Okay, asalamu alaykum. All preparation tuko siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku 3 mpaka 4 za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously group la wachezaji wote ambao niko nao wako kwenye hali nzuri. Baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye mechi, kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu ulioisha wa Mbeya City, mtu kama Katanga, Maka, au ni watu ambao wako na injuries ambao wanarudi taratibu na kurecover. Lakini obviously group lingine la watu wote wako kwenye preparation nzuri, na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi. Tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze kumaliza maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Kwanza tunajenga mentality kwa wachezaji jinsi gani how can start game, whatever tunakutana na timu gani. Cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka start game. So preparation yote ni kuwa solid na kuwa salama wakati wote, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona jinsi gani ambavyo 1 minute mpaka 45 minutes tunaweza tukaiendea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba tutakuwa hatuwezi kukosea. No, tunaweza tukakosea the way mpinzani anaweza kutumia lile kosa jinsi ambavyo tumelikosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo umesema labda tunakuwa tofauti. Different games, different approach, jinsi ambavyo play style ya opponent, jinsi ambavyo wanacheza. Simba ni tofauti na 5 games ambazo tumecheza nao, kuanzia wachezaji, kuanzia jinsi ambavyo wanacheza. Tuna mpango ambao hatutasema nini ambacho tutafanya for the 45 minutes na 45 minutes zingine. Hiyo ni plan ya mimi, staff pamoja na wachezaji. Weza kufight mpaka dakika ya mwisho, that is good. Kwenye maisha kukata tamaa ni kitu kibaya sana. So plani ya nini ambacho tunafanya, hichi ambacho kimetokea, I think tumeapproach na tumeona jinsi gani ambavyo tunahitaji kuwa high concentration kwenye 1 minute mpaka dakika ya mwisho. I believe kwamba tutakuwa na wakati mzuri tomorrow. I think kwenye kila moment ya football, kwenye kila
mechi kuna problem ya kuruhusu goli is not about the defenders peke yao. Timu ina defending general team. Kama mistake imetokea, it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. So kama mwalimu na staff ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual kama ni kosa la individual na collective. So tunaona kila mechi jinsi ambavyo inatokea kwenye hizo moment, lakini mimi ninachoamini kama tunaweza tukashindwa kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye any moment, kama tuna mpira na kati hatuna mpira tunaweza tukafanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea. Kwenye football hiyo haipo. So hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi. Upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend, kama mwalimu ni homework kwetu kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment, wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa wa enjoy kwenye kile kitu chao. Kama defender basi enjoy kuzuia, kama ni midfield pia enjoy, sababu ni vipindi viwili kwenye mpira, tunao na hatuna. Kwa hiyo bado ipo kwetu, ni kitu ambacho tunakiona, tunakicorrect, sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu goli. No, ni kazi ambayo tuna homework every day ili kuweza kuwa vizuri zaidi uwanjani.